Samahani mama, Sala nimemkuta. Sala ametoka. Hivi yule ni dada yako wa damu au ndugu wenu upoje? Yani dada yako kivipi? Umetoka tumbo moja kweli yule? Unatoka wapi? Endeda naye uishi maneno. Na mimi si mtu mzima jamani sasa hivi. Nimetoka kwenye mihangaiko yangu. Maana ule ugonjwa sio hivi unaoshirikina ndani yake. Ushirikina? Habari yako? Salum. Naam. Kwani ulikuwa unasalimiana na nani ambaye haitiki salamu yako? Amna, twende tu Chidi. Umeniacha mimi mwenzio, unitaki tena mikilio, umeondoka. Akili imechoka kupenda, naogopa moyo upendi kara, mambo mabaya. Zangu dada. Kwa ni nzima mdogo wangu, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeenda salama nimerudi salama. Salama. Siku dada ukienda shamba na mimi unichukue niende. Maana miguu inaniosha kutembea. Mdogo wangu. Huko ni kijijini mdogo wangu. Ni shamba kabisa, sio sana huko mjini ulikozoea mdogo wangu. Kwanza dada nimekumbuka. Wakati umeenda shamba kuna mtu kaja. Yaani mrefu kiasi, mweusi, ana nywele, afu kavaa mkoti. Yaani ukimwona kama mganga kienyeji. Kaja kashangaa. Na mimi nimemshangaa. Sijui hata ni nani. Nisikilize mdogo wangu. Yaani hapa akija mtu yote naomba usiongee na mtu yoyote yule zaidi ya kwangu. Mimi na shemeji yako. Unanielewa? Yaani usiwe na mazoea na mtu mwingine yoyote hapa kijijini, sawa? Kwani yule unagomvi naye? Hapana. Ninachokiongea naomba unielewe. Sawa? Sitaki mazoea na mtu mwingine yote zaidi ya kwangu. Mimi na shemeji yako. Marufuku. Sitaki kula huko na mtu masi hivi mara hivi, sitaki mazoea. Kuwa mwelewa.
Ofa. Kamera Beche ni uuzaji wa kamera aina zote na vifaa vya kamera aina zote kwa bei nafuu. Delivery popote ulipo utakufikia kwa uaminifu wa hali ya juu sana. Mawasiliano 0659237373 au 0778003732. Haya mjomba, kwema huko? Mjomba bwana huko kwema. Ila mjomba mimi bwana nina wasiwasi na rafiki yangu Chidi. Kuna siku nilikuwa natembea na Chidi. Ana mjomba mimi toka nifika hapa kijijini. Chidi mimi ni rafiki yangu mkubwa. Na wasiwasi wangu ulipo. Chidi tulikuwa matembezini baina yangu mimi na yeye. Ghafla mbele yetu akatokea Salha. Baada ya kumwona nikamsalimia. Alipogeuka kuniona mimi na Chidi, hakuitikia salamu yetu. Na hata tukifanya, alionekana mtu mwenye hofu na kuanza kukimbia. Ni hivyo tu mjomba wangu. Mjomba, hapo kuna kitu. Kwa sababu kuna kitu mimi nashangaa. Mjomba wangu Chidi kapata upofu ghafla. Sasa najiuliza, huu upofu ulioingia ghafla huu, sababu yake nini? Isije ikawa sababu ndio huyu Salha huyu. Kweli mjomba, maneno naongea, kuna pointi inakuja kichwani kwangu. Chidi rafiki yangu kama nilivyokuambia, na muda mwingi sana kwenye story hapa kijijini alikuwa anamtaja yeye. Na muda mwingi sana Chidi na Salha, Salha na Chidi. Hasa kwa vote. Na kwa kuwa Salha alikuwa mpendi Chidi, kuna asilimia kadhaa hapa Salha anahusika kwenye hili. Sababu Chidi alipata upofu wa ghafla. Unajua mwanangu, nikwambie, huyu Salha na Chidi asiyojua mambo yao hapa, unajua hayupo. Lakini imekuja kutokezea Salha hamtaki Chidi. Sasa kwa hali hiyo, unajua wasiwasi ndio akili. Usipokuwa na wasiwasi, basi angalia akili yako inaenda vipi. Hilo ulioniambia hilo linaungana na kichwa changu na akili yangu vile vile. Inawezekana kweli chanzo cha mwanangu kupata upofu ni huyu Salha. Wewe, vai. Kwanza bora tumeonana. Tena umefanya vizuri kabisa. Sikiza vai. Mimi nilikuwa nakupenda sana. Tena sana. Lakini sasa hizi nimeshakutamani tu. Wewe mshenzi nini? Afu ni mpuuzi Afu mbona ukome kunifuatilia kilili? Una matatizo gani? Yaani wewe kwangu nakuona kama kinyani tu. Sasa sikiliza. Nilishakwambia ukome kunifuatilia. Mimi na wewe ni sawa sawa na ardhi na mbingu. Hatuwezi tukashabiana siku hii hata siku moja. Cha kufanya, naomba ukusanye kongolo zako. Uondoke, unanielewa? Mpuuzi mkubwa wewe. Sikiliza wewe, mwanamke. Unifichi kitu.
naijua mipango yako yote uliopanga wewe na mdogo wako. Sasa basi, usipokubali ombi langu, kile nilichokiona na kukisikia, napeleka ripoti nzima vile vile, nalikusanya na mpelekea mume wako. Habari imeisha. Kwa hiyo wewe Chafia, njoo kwangu. Sikia nikwambie, wewe kwangu ni sawasawa na nzi mdogo sana. Si unanielewa? Hii siri naomba usimwambie mtu mwingine zaidi, yani zaidi ya kwangu mimi na wewe. Alafu kitu kingine, naomba kome kunifuatilia. Koma kunifuatilia. Nasemaje? Hili limefika. Na endapo kama usijifanyia mwenyewe hapa kijijini mjanja sio nini? Kumbe ndio uko hivyo. Nimekujua siri yako. Lazima litafika tu. Lazima utakuja kupiga magoti wewe mwenyewe. Ndio mtaa wangu mimi huu. Ndio mtaa wangu. Naitwa Kilili. Habari yako Nadia? Sina shida na salamu yako. Hivi Salha, wewe kumfanyia kakaangu vile? Mbona huna ubinadamu wewe? Yaani ni zaidi ya shetani. Natamani nikuone uwe moyoni. Siri ya moyo, moyo. Siri ya moyo, moyo. Siri ya moyo, moyo. Siri ya moyo, moyo. Mapenzi yanauma, siri inanitesa, moyo unanichoma, bado nateseka. Napenda nipendi ni siri yangu moyoni, umwacha siwezi, vituko vyake sikomi. Mjomba na kutuma kamwambie